أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإلى ربنا لمنقلبون. Ya Allah, niende salama, nirudi salama. Siku nyingine tena, siku ya Jumanne ya mwezi wa 12 mwishoni mwa mwaka yenyewe wanasema. Kianza kuzihesabu siku zilizobaki, naona zimebaki siku kama, maana huu mwezi una siku kama 31, zimebaki kama siku 29 tumalize mwaka. Na tulivu kabisa, mtaani huku umepoa kabisa, mambo yanaenda vizuri kabisa. Huu msikiti mpya tunajengewa hapa, tushindwe sisi kufanya ibada Waislamu. Wenzetu bwana wanajitolea sana kujenga misikiti ya Kuwait huko Morocco. Sasa wanani hao ni Waturuki hao, naitaga wazee wa ibada moyoni. Naambia nasema dini moyoni, sio usoni. Sielewagi kabisa dini moyoni mwanangu kwa nini? Ndio kuelewa bwana. Dini kwa nini siangalie kila kitu, nasema moyoni, alafu unakuwa muuni. Yaani ukiangalia zile nini zao ndio utawaelewa vizuri wale watu wa aina gani. Wana imani lakini Waturuki wale tunaowaona sisi sasa hivi sio wale wa zamani wa enzi hizo. Wale tunawaona wale ni kama wanaigiza, walisia wao washachanganyika na wazungu. Kwa hiyo tabia zao hazina tofauti na za wazungu. Ila sasa ukiangalia michezo yao ile wanaoigiza ile kwenye Azam tu, sasa ukasema hawa jamaa hawa noma sana hawa, wana misimamo kwenye dini kweli kweli. Wapi, of course wana misimamo, lakini sio kama vile wanavyoonyesha kwenye michezo ya kuigiza. Dini sio mchezo. Dini ukifuata hakuna litakalo, huwezi kuteteleka kwa chochote. Wale wana kwa sababu hata action yao mimi hata sionaji wakitu wanaonyesha mara moja wakiwa wana swali, lakini hawako deep sana. Hiyo bwana, ila wanatusaidia maana ujenzi bwana kwa nchi kama ya Tanzania ni gharama sana. Kwa bwana jenzi bwana kwa nchi kama ya Tanzania hapa bwana, kwa sisi ambao tunaishi hapa ngumu sana. Japokuwa pia sio mgumu kama ni mtu wa kujenga kila siku, kwa sababu kinachotusumbua ni uzoefu. Bwana jenga labda shilingi 200, labda tofali shilingi 200, lakini kwa sababu hujui
Mafundi wakija wanaanza kuambia sio 200 tofali kuzungumzia. Anza kuambia 500, ukiwatikishia na wakiona kazi kubwa ukiwakazia wenyewe baadaye wanakufuata. Vipi ile kazi? Bwana, kinachohitajika ukiwa unajenga, hasa ukiwa unataka kujenga, usiwe na haraka haraka. Fuatilia, ulizia, fanya utafiti wa kina. Sio ukajikuta unatumia magharama makubwa kwa kitu ambacho sio gharama kubwa. Kwa hiyo unahitaji umakini sana. Kurupuke tu kwa mihemko. Kurupuka kwa sababu ya mihemko, mwisho wa siku gharama kila kitu unaona, unaweza ukaanza kuona kila kitu kigumu, lakini kiuhalisia kumbe hakuna ugumu wowote. Kwa hiyo tujitahidi kufanya utafiti, ujue wanachokifanya ni kipi. Na pia kuna muda inabidi uriski tu, kwa sababu hakuna namna pekee ya kupata kile unachokitaka. Uriski, fanya tafakuri, ukiona inanili una riski tu. Fanyaje sasa? Kila jambo utafanikiwa nalo, kuna mengine inabidi uriski. Na riski unafanya next time. Kama ulikosea mara ya kwanza, utakosea tena. Mimi bwana, moja ya maamuzi magumu niliyoyafanya katika maisha yangu na sitakaa niyasahau, maamuzi haya ya kununua ile pikipiki. Yale maamuzi yalikuwa ni magumu kinoma. Sijawahi kufanya maamuzi magumu katika maisha yangu kama yale. Kwenda kununua pikipiki nje ya nchi kwa dola takriban 5,000 na milioni 14 13 sina ngapi. Sio mchezo. Na inahitaji ujasiri wa hali ya juu. Kwa usimsikilize mtu. Usimsikilize mtu ununui. Naishia tafuta masinorei hayo. Basi nataka ufanye kitu cha maana. Na uzuri nilishasahau, saizi naendelea na maisha mengine. Na tena mawazo si kwamba nini, kote ni habari. Kama nilikosea, nilikosea au kuimarisha nafsi yangu. Japo naamini sijakosea. Japo binadamu tulivyo, wako watu watakuwa wananiona mjinga. Ila mimi sio mjinga.